kusema tambua majira na wakati wa kujiliwa. Tambua majira na wakati wa kujiliwa. Ni ujumbe muhimu sana kwa wakati wetu huu. Ni ujumbe ambao Mungu ameukusudia tuujue, tujifunze, tuelewe. Bwana Yesu asifiwe. Tambua wakati na majira ya kujiliwa. Sema tambua wakati na majira ya kujiliwa. Sasa tutasoma andiko la Mhubiri ile sura ya 3. Mhubiri 3 ndilo somo tutaanza nalo, alafu mengine tutaendelea nayo wakati tuendelea kujifunza. Neno ni tambua wakati na majira ya kujiliwa. Tambua wakati na majira ya kujiliwa. Mhubiri sura ya 3. Mhubiri sura ya 3 unaanzia ule mstari wa kwanza uliyepata. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya jua. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda, wakati wa kuvuna yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kukuza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza pia, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa asante. Malizia na wakati 8 hapo. Asante. Sasa tunapoangalia maneno haya, Mhubiri alikuwa anajaribu kuonyesha kuna nyakati mbalimbali. Mungu akupe neema kusikia kile ambacho anataka usikie. Haleluya. Tumeona kila jambo lina majira yake na wakati kwa kila kusudi. Nianze kwa hapo namba 1 hapo. Ninafundisha ujumbe unaosema tambua majira na wakati wa kujiliwa. Tambua majira na wakati wa kujiliwa. Tuanze kidogo neno kwa kulichambua kidogo. Neno majira ni nini? Unaposikia neno majira, majira maana yake dalili. Majira maana yake maashirio au ishara. Unaposema kuna dalili ya mvua, haya ni majira. Unaposema kuna majira yanayosomwa, wafugaji wanajua, wakulima wanajua, na watu wa Mungu tunahitaji kujua. Tujue majira. Kuna maashirio gani ulipoamka asubuhi? Ulipolala usiku, kuna namna ulikuwa unaota ndoto. Ndoto ile ilikuwa inaashiria nini? Haleluya. Sasa
maashirio ndio yatakayotimiza kusudi. Okay, maashirio ya nini? Andika, kuna majira ni maashirio ya mambo mema au mabaya, mambo ya amani ama ya vita. Pia maashirio ni dalili, maashirio. Hiyo ndio majira. Naposema majira, manake ni maashirio. Kuna mawingu, haya ni maashirio ya mvua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay, wakati maana yake nini? Wakati maana yake muda maalum. Wakati maana yake muda maalum uliotengwa kwa kusudi maalum. Wakati maana yake muda maalum uliotengwa kwa kusudi maalum. Sasa sikia, umeshaona majira ni dalili au maashirio, na maashirio haya ni ya mabaya au mema, inaweza kaashiria. Wamama wajawazito wanaambiwa, utakapoona ishara hizi muone daktari. Kuna wagonjwa wanakuambia, ukiona ishara hizi na hizi na hizi, jua wewe labda una kifua kikuu au vyovyote, muone daktari. Ishara hizi, nenda kapate matibabu. Maana yake mtu yote ambaye anajua kusoma ishara ana uwezo wa kushughulikia jambo, kushughulikia kusudio la ishara. Okay, wakati maana yake nimesema ni muda maalum uliotengwa kwa kusudi maalum. Haleluya. Kati ya vitu ambavyo watu wa Mungu tumeingia kwenye shida ambazo tumeshindwa kutoka au zimetugharimu, ni kwa sababu hatujui majira ya kujiliwa, na kwa sababu hiyo hatuwezi kushughulikia kusudi likiwa jema. Okay, ngoja nijie kidogo, andika. Ishara iliyoashiria mabaya, mhusika anapaswa awe na maombi. Ishara inayoashiria mabaya, mhusika anapaswa awe na maombi ya kuzuia mabaya yasitokee, ama ikiwa yamekusudiwa kutokea yasilete madhara. Haleluya. Ishara mbaya, nimesema muhusika anapaswa afanye maombi. Wewe uliona hiyo ishara, aidha ni ya kwako wewe au ni ya kanisa au ni ya jamii ya kwenu. Umeona kwa mfano mauti, umeona kitu fulani, unapaswa ufanye maombi kuhakikisha kwamba unazuia lile kusudi lisitimie, ama kama ni lazima litimie, basi lisije likaleta madhara. Okay, ngoja niseme kitu hapa. Ishara nzuri inamhitaji mhusika aombe, akihakikisha lile jambo jema au kusudi jema lilokusudiwa linatimia. Kwa hiyo kama ni ishara nzuri, iombee ili itimie.
Amen. Haleluya. Okay. Ngoja nirudi hivi. Ishara tunazionaje? Ishara tunazionaje? Ninajuaje sasa ishara ni mbaya ama ni nzuri? Tuanzie hapo. Nikitaka kujua kuna kusudi jema ama baya mbele yangu, nitaona ishara kwa njia zifuatazo. Namba moja, kwa maono ya moyoni. Namba moja, kwamba kuna kitu ninakisikia moyoni, nasikia kama kuna kitu kinaenda kutokea moyoni. Mtu anakuambia kuna kitu nakisikia moyoni kama kinaenda kutokea, sielewi kitu gani, lakini hiki kitu sio kizuri. Kwa hiyo ninaanza kusikia moyoni, maana yake maashirio yanaanza moyoni kwamba sio salama mbele yangu, sio salama mbele yangu. Nataka kusafiri, naanza kusikia ndani, bwana, kama hii safari sielewi, bwana, moyoni nasikia uzito, nasikia mbona huku ndani sisikii, si niende. Yaani mtu anaanza kutafuta hata jamani, sielewi leo, si niende au nifanye. Kijana mmoja amezikwa miezi miwili wa mchungaji mmoja. Huyo kijana alikuwa na ishu ya kuwasilisha Marekani na alikuwa aende na mke wake, lakini siku za alipopanga safari alikuwa anaambia wenzake, sisikii sana kwenda, na yaani huko moyoni, hii safari sijui nifanyeje. Yaani mara anasema hivi nikienda nisiporudi. Kuna namna fulani moyoni alikuwa anasikia uzito mkubwa unaomuonyesha kuna maashirio, kuna majira yalisoma ndani yake kumuonyesha kwamba kusudi lilo mbele yako sio salama. Asema wewe unatania bwana, sidi. Kijana aliondoka, wakaenda na mke wake. Alipofika kule, wakiwa kwenye meli, sio kitokea, lakini alianguka baharini. Walimtafuta, walimpata karibia siku 3 siku ngapi, lakini alishakufa. Wamemrudisha na amepelekwa kuzikwa. Aliona maashirio. Shida ni kwamba hakuwa na mshauri wa kumwambia, kama imekuwa hivi usikubali kuanza safari, tumuombe Mungu kwanza ili ijulikane utaenda au utaenda. Yesu asifiwe. Haleluya. Nimeona watu wengi wanapata madhara. Nimeona watu wengine ambao pia hata mimi nimewahi kusema nao kwamba bwana, kuna 1 2 3, na walipochukua maamuzi mengineyo walipata shida. Tusilazimishe moyoni tunaweza kusema maashirio. Namba 2 ni kwa njia ya ndoto. Mungu anaweza kusema kwa ndoto, ndio nimepanga kufanya hiki, au ni biashara nataka kwenda kufanya, ni huduma naenda kufanya, nina safari labda ya kihuduma, au kuna mtu fulani natakiwa kwenda kwake kumtembelea, lakini kwenye ndoto ninaona sioni vizuri kwenye hiyo safari ninayoenda. Yawezekana nimepata scholarship, nimepata ufadhili fulani na nimelipiwa kila kitu, lakini ninapoingia kwenye maombi sioni, yani sioni kule ninakwenda kama ni salama. Naona ndoto zinaniashiria mambo mabaya, maana ndoto mbaya zinaashiria mambo mabaya.
ndoto njema nzuri zinaashiria mambo mazuri. Kwa nitaona pia ndoto. Maandiko yanasema Mungu husema mara ya kwanza na mara ya pili mtu asipojali katika ndoto na maono ya usiku. Usidharau kile unachokiona. Ulikuwa unawaza tu kitu, hata kama ulikuwa unawaza kuna kijana amekuja akwambia bwana nakupenda, nataka nikuoe. Ghafla tu unaenda usiku unaona ndoto. Unaiangalia ndoto, mbona mtu kaja ndivyo sivyo? Aliwahi kuja kijana mmoja na kawa kanisani. Alikuja kwa ajili ya kufundisha step. Wakati fulani mwanzo za nyuma huko sana, alafu akamwambia mdada mmoja hapo, nimekupenda nataka nikuoe. Na mdada akamwambia acha tumuombe Mungu. Usiku akaonyeshwa yule bwana huku juu kwenda juu ni mwanadamu, lakini kutoka kiunoni kwenda chini ana umbile la mbwa. Sasa kuja kufuatilia, anasema fulani ameniambia, nikamwambia mbona ana mke na watoto watatu? Kwa hiyo alikuwa na hila fulani, alikuwa anataka kumrubuni, lakini maashirio yalipoingia kwa yule binti akapata shida. Huyu mtu amenisemesha, mbona kimetokea hivi? Mtu anaposema nataka nipate mtu sahihi, unamfataje? Mungu huwa anasema, Mungu hafanyi jambo bila kukujulisha, atakwambia. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Ijapo kesho tutaingia ndani zaidi, nataka ujue haya, itakusaidia. Hii itakusaidia. Haya, kuna tangu huyu mtu anakuja kwenye maisha yako, unaona nini? Tangu kabla ya kuja kwake. Kwa mfano, unaweza ukaona kuna mtu anakuja na atakuja hivi, ukaona ishara mbaya, na kweli akatokea yule mtu. Wewe hujui kwamba Mungu alishakutahadharisha. Kuna mambo mazuri utayaona, kuna mtu mtaenda naye maishani utaona. Kuna mtu amenielewa? Yesu asifiwe. Sasa ndoto ni moja wapo, na ndoto wengi sana Mungu anasema nao kwa ndoto. Mambo unayoyaona kwenye ndoto, jitahidi sana kuyashughulikia. Labda nikupe maarifa kidogo. Andika kabla sijaenda huko nisije kasahau. Unapoona ndoto nzuri, maana yake haya ni majira yanayoashiriwa. Ndoto ni kama unavyosoma alama za barabarani za kuonyesha pale mbele kuna bumps, punguza mwendo. Pale mbele diversion, kwamba pita pembeni, barabara inatengenezwa. Pale mbele kuna daraja. Ishara inakuambia. Ndivyo ilivyo na sisi kwenye ndoto. Ishara zinaongea. Mungu anaongea na sisi kwa ishara. Mungu anaongea na sasa. Unapoona maashirio mazuri, andika, au mabaya. Kama kuna mabaya, unapoona ndoto zinazoelekea vitu vibaya, kuna mambo mawili ya kufanya. Jambo la kwanza, ingia kwenye maombi, na kulingana na uzito wa jambo uliloliona, ikiwezekana funga na kuomba kwa msisitizo. Nimesema la kwanza, ingia kwenye maombi, na kulingana na uzito wa jambo uliloliona, ikiwezekana ingia kwenye maombi ya kufunga. Kwamba ni siku ngapi za kufunga, itaamuliwa na mzigo wako wa maombi unaisha lini. Shika hilo.
kwamba unafunga siku ngapi kwa ajili ya hilo jambo, ni mzigo wako wa maombi unaisha lini. Kuna namna unaweza ukapata jambo unaliombea siku ya kwanza, bado mzigo upo. Unafunga siku ya pili, mzigo upo. Unafunga siku ya tatu, bado unasikia mzigo wa kuliombea, mpaka mzigo utakapoisha. Usipoomba mzigo ule ukautua, hilo jambo litatokea hata kama uliliombea. Hello. Yesu asifiwe. Kuna yale unaweza ukaomba tu, sio kila moja tu. Mambo mengine hayawezekani ila kwa kufunga na kusali. Namna hii haitoki ila kwa kufunga na kusali. Kwa la kwanza ingia. Ndio maana nikisikia mtu asema sisikii kula, nasikia tu kuomba. Sawa, omba. Hizi nyakati zinapita pia kwenye maisha yetu. Kuna wakati usikii kula na uwezi eleweka, basi tu chakula hakiingii. Yaani unasikia tu huku ndani kuna huzuni, unapambana, usikii kula, naacha kula. Yesu asifiwe. Kuna wakati uwezi kulala, ni kuomba tu usiku kucha. Omba. Kuomba kwake kushughulikia jambo ni hitimisho lake ni mpaka usikie mzigo umeisha. Yaani unasikia umetua. Hujatua, endelea. Njia ya pili, hatua ya pili ya kuchukua, toa sadaka au andaa sadaka. Sadaka inaweza ikatumika kuvuta au kuachilia kilichoelekezwa au kilichoachiliwa kitokee kwenye maisha yako. Lakini pia sadaka inaweza ikatumika kufunga ishara mbaya iliyoachiliwa kwako isitokee kwako. Yesu asifiwe. Sadaka. Watu wengi hawajui thamani ya sadaka kwenye ndoto na zote. Ndio maana kuna watu waliota mabaya yakatokea kwa sababu hawakujua eneo hili la maombi na sadaka. Na unaposikia kutoa sadaka, mara nyingine unaweza ukasikia maelekezo ya sadaka ya kutoa. Mimi siwezi kuambia toa kiasi fulani, lakini unaweza ukasikia saa unapowaza habari ya sadaka kwa ajili ya ndoto yako, utasikia moyoni sadaka ya kutoa. Hiyo ni nzuri zaidi kwako. Na ikiwa pia unaweza ukamwomba Mungu, niongoze, natamani kutoa sadaka kwa njia hii, utasikia ndani. Utasikia hii toa. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Okay. Tumesema maombi na sadaka. Sasa tuje. Sadaka nimesema inaweza kufunga kitu kibaya kilichokuwa kimekusudiwa kwako au kilichoashiriwa kwako, kusudio baya. Na sadaka pia inaweza ikafungulia ulichokiona kitokee. Okay. Kuna wakati mambo fulani kujiuliza kwa nini unaota mambo lakini hayatokei. Unaona kabisa wewe uko vile, unaona umekuwa mtu mkubwa, unaona kabisa nimepanda kiuchumi, unaona kabisa kwamba nimepata mume, nimeolewa, nimepata biashara nzuri, nimekuwa mtu mkubwa. Unaona vile vitu lakini havitokei. Kwa nini havitokei? Kujiuliza kwa nini? Unasema niliota, tena unasema hivi, nimeona kabisa mimi ni mtu mkubwa, nimeota naenda chuo kikuu, nimeota nafanya hivi, nimeota namiliki mradi mkubwa, nimeona katika roho ninahubiria watu wengi sana, nimeona nikihubiri kwenye mataifa hata wazungu wananisikiliza, nimeona. Unaishia kwamba uliona mpaka unakufa ukisema uliona. Kwa nini? Kuona ni jambo la kwanza. Kuchukua hatua kwa ulichokiona ni jambo la pili. Hello. Amen. Haleluya. Amen. Hebu ngoja niseme hivi.
Kama nimeona gari kwenye ulimwengu wa roho, sasa gari kabisa, basi nimeona, ninapaswa niingie kwenye maombi maalum ya siku hiyo, maana huwa ile ndoto inaamshaga furaha. Unajua kabisa kitu cha kimungu kikija kwa maisha, unaweza ukashangaa umeamka, hata unaomba, unaanza kwa ndoto mpaka yaani unasikia kufurahia kitu. Ingia kwenye maombi pamoja na sadaka kwa ajili ya hicho kitu, kwamba Mungu nilichokiona kiwe dhahiri, kidhihirike, kitokee waziwazi. Maandiko anasema Mungu alipoongea na watu kwenye ndoto, wengine Ibrahimu na nani, angalia maandiko anasema wakatoa sadaka, wakamjengea madhabahu Mungu aliyesema nao. Sio tu walikiacha, walitoa sadaka hapo. Mahali pote Mungu alipowatokea, hata kwenye ndoto, utaona hata Yakobo aliweka nadhiri alipoona ana sadaka kwamba alitatoa. Maana yake alishikilia muujiza wake. Amen. Kuna mtu amenielewa? Kuna mtu amenielewa? Kwa hiyo kwa mantiki hii kuna vitu vingi tumeviona havitokei. Na kwa nini havitokei? Ni kwa sababu hatujui namna ya kukamatia vitu tunavyoviona mpaka vitokee. Okay. Hili jengo nikwambia, nilipokuwa naomba na tamani hili jengo lijengwe, kulikuwa na vita nyingi sana. Usingekuwa na jengo hapa, maana mpaka mazuio yalikuja hapa ya kuzuia pasijenge. Lakini nikiwa nyumbani ninaomba, niko kule ibada naona jengo limepanda, liko juu, tena lina vioo huku juu. Siku moja saa 2 jioni naangalia, mbona jengo tayari lipo? Lakini kwenye ulimwengu wa mwili unanionyesha kwamba jengo haiwezekani kwenye ulimwengu wa mwili. Nikasema siwezi kuongea na mtu yote, nikaamua kuingia kwa maombi. Nikaamua kufanya juhudi kama kiongozi, na sadaka za kutosha nimetoa kwa ajili ya jengo. Nikikaa kule nyumbani huwa naangalia na kumbuka yale maono niliona jengo refu. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Na mimi kuna watu wameshaona hatima zao mbalimbali. Wangapi wamai kuota ndoto nzuri za hatima zao? Wamai kuzionaona? Najua wewe umeona. Swali ni kwamba ulipoona nini kilitokea? Kwa sababu ni rahisi kumwambia mtu kwamba Mungu amenionyesha. Si ndio tulivyo? Tena huu ni umbea. Na Mungu hapendi wambea. Yaani wewe kitu umeonyeshwa wewe. Mungu hajapenda kusema hadharani, amekuambia wewe. Unatembea na watu eti hata mchawi anayekuzoga unamwambia nimeonyeshwa leo nimevikwa shela bana. Nimeonyeshwa leo ninamiliki kampuni, mimi ni kiongozi mkubwa. Kwa nini Mungu amekupa wewe kwa siri alafu wewe unaenda kutoa hadharani? Maana yake unamfunulia adui yako kujua maisha yako na hatima yako ili akushughulikia kumalize. Na mambo mengi uliyosema hayatokei. Na kama yatatokea katika wakati mgumu kwenye kugharimu maisha. Ni kweli kwamba tutamsifia Yusufu, alienda ushuhuda, Yusufu sio akawa mkuu wapi na nini, lakini mateso yake yote yale ni ya kujisababishia. Kwa sababu Mungu ameenda kwa siri kwa Yusufu, akamwambia Yusufu, akamwonyesha mganda wa ngano umesimama wa kwake, alafu miganda ya ndugu zake na baba na nani inaangukia ule wa kwake. Yusufu badala ya kunyamaza na kumwomba Mungu na kushikilia, akaenda kwa ndugu sasa. Nimeona mganda wangu umesimama. Ya kwenu umetumwa? Hello. Wakaanza kusema wewe nini? Wakamwita bwana ndoto, wakamkasirikia, maana wanaona kabisa anaonyesha kwamba. Tena baba akamwambia, ina maana wewe utakuja kututawala, ondoka hapa.
Akitokea wakamchukua wakaenda kumtupa huko mbali. Tena walikuwa wamuue, wakaona kama vipi, hebu tumtupe huko kwenye kisima cha Misri huko, wamchukue huko, wamuuze huko. Na Yusufu ni Mungu alimwambia yeye peke yake. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Wewe mwenye tabia kusema ndoto zako kwa watu, acha. Amen. Unaruhusiwa kwenda kwa kiongozi wako tu wa kiroho kumuuliza akusaidie mahali usipojua. Kama kiongozi wako akushauri hapa omba hivi au nenda, lakini mambo ya kuhadithia hata ndugu zako usiwaambie, hata wapendwa wenzako usiwaambie. Hello. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kinachomgharimu Yusufu ndio hiki. Sasa angalia, kwa nini wanakuloga wewe? Unasema mambo yako. Na anatoa onyo pia. Wewe ambaye unataka kufanya biashara unaanza kutangaza, hiyo ni tabia mbaya. Ngeukie jirani yako mwambie ni tabia mbaya hiyo. Ukome. Watu wanaotaka kufanya mambo hawasemi, wanafanya kwa vitendo. Na ukitaka kuona watu wengi wanaosema nitafanya hawafanyagi, kwa sababu wanaposema watu wanachukua, wana haki ile system. Ndiyo nichosema. Kuna mpendwa mmoja alikuwa kanisani hapa. Na hapa KKT kuna nyumba walijenga za biashara. Akawa ameplani afungue hapo biashara. Kwa fungua hoteli kama hicho. Ilikuwa hoteli. Sasa alipoenda ofisini, akafunua maono yake na vitu anavyoona kwamba atafanya pale. Sasa wale waliposikia wakajua, wakamnyima ile rumu na wakafungua biashara ile. Mimi nataka nyumba ya biashara. Mambo ya kuniuliza unafanya nini? Okay, naweza kasema unafungua duka. Ndio. Duka unafanyaje? Nianze kueleza, nimeona nitaleta, nikiuza mayai, nikiuza hiki kitakuwa hivi, nimewaza na ulichonacho moyoni ni kwa ajili yako, hujapewa ukampe mtu mwingine. Mbona sisikia amen? Amen. Yesu asifiwe. Amen. Wewe unafikiri kwa nini saa nyingine tunasema tunafanya hivi alafu akifanyiki? Ni kwa sababu huwa unapenda kuongea sana wewe. Yaani mwaka huu hautaisha kabla sijanunua kiwanja. Amesikia, amesema atanunua. Shughuli zako zinakuwa ngumu, hutanunua basi. Na uchawi, kuna uchawi mweupe na mweusi pia. Wengine hata kuloga kwa tumboni, ni ile asema Mungu, huyu amekuja kanisani juzi apate kiwanja kabla yangu. Mungu angalia, mimi sijakubali. Mimi niko hapa miaka kadhaa, Mungu uwezi, sitakubali Mungu umpe kabla yangu. Si ameshakublock. Haya, kuna siku wanawake kidogo wamejaliwa. Akiwa na yule anaweza akajua mtu amekuja anania gani. Kwa hiyo akaja pia mwenzake, naona fulani kuna ishara naziona kwamba kuna kitu tu hajasema, lakini naona namna anavyonisalimia na nini. Yule inaonyesha kwamba amenipenda. Okay. Umeenda kumwambia mtu, na huyu mtu naye alikuwa ana mind kwa lugha ya wenzetu. Hello. Kwa hiyo kwa kuwa naye alikuwa na wazo, anamwendea huyu, anarudi kwenye maombi. Anaanza na wafarakanisha kwenye ulimwengu wa roho. Kama wewe hujui kukamatia, basi yeye anatoa na sadaka. Weka ukuta asimuone. Na kwa sababu hataki mpate,
anatafuta ukaribu na huyu ndugu, kumwambia bana, yaani mimi unafikiri wanawake, mimi marafiki ambao siwapendi kabisa, marafiki wenye michanganyo na tabia mbaya. Mimi kuna wengine hata wameokoka, alafu watu wana mambo ya ajabu ajabu, kutana chepuka. Kwa mfano, unaona pale kanisani unamuona ile dada fulani hivi, yaani ukiangalia na fulani, lakini target yake hata kama atataja watatu, lakini wewe ambaye ulionekana kwamba kuna dalili fulani umeeleza, anakuharibia. Hivi naeleweka? Sasa bwana anafikiria, mbona na mimi nilikuwa namwazia, kumbe ndo ana tabia hii. Asante Yesu, umenijibu kwa namna hii bila kupambanua. Na kuambia hata kazi, kuna watu wengine wamekosa kazi kwa sababu kuna mtu amekuharibia. Kuna wakati mwingine unafanya biashara ya vitumbua pale, kuna mtu anakuharibia. Asema, unajua yule bwana kabla haja asubuhi anachukua maji ya maiti. Nimewahi kuambiwa kwamba huyu bwana anachukua mkojo, anachanganya sui na nini, ndio anatengeneza vitumbua. Hivi si kama unanielewa? Ndio maana hujui, yaani mtu uliye naye hata wa karibu anaweza akawa ndo adui yako. Adui wa mtu sio habari. Simwamini mtu tu kumweleza mambo. Mungu anakuambia mambo, tulia naye, uwe wakili wa siri za Mungu anazokuambia. Haleluya. Yesu asifiwe. Huwezi kujua na mimi na mipango gani. Mara nyingi nataka watu waone nilichokifanya, sio ninachopanga kukifanya. Kwa sababu wako watu wanao blog. Kwa kuanzia leo usitangaze. Haleluya. Waje waone kwa macho. Yaani mtu sio huyu jamaa msiri amefika hapa, kumbe ilikuwa hivi. Ndio maana ya usiri. Wewe ni wakili wa siri. Angalia kwa mfano, mtu amepata ujauzito wa wiki moja, tayari watu wameshajua, nina ujauzito bwana. Nasikia mama kidogo kichefuchefu. Wewe Mungu mwenyewe kaficha. Hello. Yaani Mungu mwenyewe amefichaga vile vitu. Wewe ndio unakuwa mbea. Mwambie wenzako acha umbea. Walionielewa sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Una kitu unapokea. Amen. Una kitu unaelewa. Usiongeongee. Kwa hiyo Mungu anaongea kwa ndoto, maana yake ni siri anazokupa wewe. Anasema na wewe mambo ya siri. Maandiko yanasema hivi kwenye Kumbukumbu la Torati 29:29. Kumbukumbu la Torati 29:29. Mambo ya siri ni ya Mungu, yaliyofunuliwa ni ya kwetu na watoto wetu. Yaliyo ya siri. Sasa mimi huwezi kujua kitu ninachokipanga ukifanya, ila mimi unaweza ukaona kitu ninachokifanya. Nataka uwe hivyo. Usieleze vitu, usieleze mipango yako. Kuna mambo umeyaona, usiyaseme kwa watu. Yapalilie kwa sadaka na maombi. Namba 3, Mungu anaongea kupitia sauti. Kuna sauti inakuja ndani yako. Ndio ile wengine wanasema kuna kitu kikaniambia. Maana ni ngumu sana kusikia. Kuna wapendwa wengi, huwasipendi sana mtu anayesema kitu kikaniambia. Napenda mtu anayesema Roho ameniambia. Kwa hiyo tunamuita Roho Mtakatifu kitu. Yeye sio kitu, ni msaidizi wetu, ni sura ya Mungu kwetu. Nilikuwa nifanye hivi, Roho Mtakatifu amenikataza.
nilikuwa nafanya hivi, Roho Mtakatifu ameniambia niende hivi. Ndio maana hata asubuhi naomba Roho Mtakatifu niongoze. Nataka kitu kwa aliyeniambia ni Roho Mtakatifu. Kitu kinatokea wapi hapo? Roho Mungu ameniambia leo niingie ibada ya fulani. Roho Mungu ameniambia nimsaidie fulani. Sio kitu. Marufuku kusema kitu. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Utasikia sauti inaongea ndani. Maashirio mengine yanakuja kwa njia ya wazo. Andika wazo. Mungu anaweza akaweka wazo kwako na likawa lako. Unaweza kaisi wengine hawalielewi, Mungu amekupa wewe. Wakati nikiwa na utumishi ule wa uchanga, unajua hata utumishi una uchanga pia ndani yake. Nikawa ni kila neno nalopokea na ubiri. Kumbe sio kila neno nalopokea napaswa lihubiri. Kuna lingine Mungu analeta kwa ajili yangu mwenyewe. Sasa mimi sikujua. Pata tu ufunuo na urusha hewani. Siku moja nikaona mafunuo yanakauka. Kaambia Mungu, mbona sisikii tena? Maana mimi napenda kuhubiri kwa mafunuo. Mungu akaniambia ninashindwa kusema na wewe kwa sababu kuna vyakula ambavyo unawapa watu kabla ya wakati wao. Kaambia kivipi Mungu? Bwana kile unaniambia maneno nakupa, mengine sikukupa ukawaambia nilikupa yako. Kwa kumbe kuna mambo Mungu anaongea na mimi ni ya kwangu mimi. Kwa sipasi kuyasema kwako. Kuna vitu mimi naweza kuja nikakufundisha baada ya miaka 5 ijayo, ila mimi miaka 5 iliyopita tayari ninavyo, nishafundishwa, nimefanyia kazi. Ndio nikajua. Kwa hiyo nikipata message huwa namuuliza Mungu, hii ni yangu au ni ya watu? Mungu akiniambia yangu, naambia Mungu, naomba nipe ya watu nipe. Haleluya. Hata jumbe za makanisa, jumbe za nyakati, huwa namuuliza Mungu, kile ninachohubiri hapa kinakubariki, sitakihubiri Babati wala Mbeya wala Dar es Salaam. Kule nako nitapokea cha Mungu anachotaka kule. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Umenielewa vizuri? Sasa kuna mambo ambayo umepewa wewe. Kuna mambo napewa mimi. Yafanyie kazi kama wewe. Mungu amekupa wewe, hajakupa wewe pamoja na mtu mwingine. Hilo umelishika? Kwa kuna maono, kuna sauti, lakini pia kupitia neno. Unasoma Biblia, Mungu anaweza akasema na wewe kupitia mstari fulani. Usome ile mstari unasikia unakugusa. Hebu unaweza ukashangaa mstari unakuingiza kwenye maombi ya nguvu sana. Ile ni sauti ya Mungu kwako. Kuna angalia mstari. Hata wengine wanalala usiku wanaota sura fulani ya Biblia. Ukiota rudio ile mstari, kuna kitu Mungu anaongea. Maandiko yanasema neno la Bwana likanijia kusema. Kwa hiyo ni rahisi sana kusema neno la Bwana likanijia kusema. Maana yake pamoja. Okay, hebu ngoja niseme hivi. Leo mimi niko kwenye Mhubiri 3. Hili ndio neno la Bwana kwetu. Neno la Bwana limekuja kusema nasi tutambue majira na wakati wa kujiliwa. Kwa lazima ujue. Kesho utapata ajali hapa. Kwa sababu Mungu alisema ukuzingatia itakuja. Na mtu amenielewa? Kwa neno linakuja. Kwa mfano Yeremia 23:18. Ni nani aliyepanda barazani pangu? Yeremia 23:18. Ni nani aliyepanda barazani pangu?
ajifunze au alisikie neno lako. Labda nisome ili itakusaidia. Yeremia 23:18. Kesho uwahi, kuna mahali tutapitia zaidi. 23:18 anasema, maana ni nani aliyesimama katika baraza la Bwana hata akalifahamu neno lake na kulisikia? Ni nani aliyelitia moyoni neno langu na kulisikia? Kwa hiyo ulipokuwa unasoma neno, kuna neno lilikuja, lakini nani alichukua hilo neno alilosikia akalitia moyoni, akalisikiliza, likamuongoza? Okay. Wakati napokuja kujenga hapa kitu kiwanja, tulipokuwa mahali fulani, Mungu alitupa ujumbe wa miezi mitatu. Yaani nafundisha ule ujumbe tu, fundisha ule ujumbe. Alafu neno kuu lilikuwa hekima amejenga nyumba yake, amezichoka nguzo zake 7. Ile neno ndio lilikuwa na nguvu ya kutembea. Lilipomalizika, Mungu akaniambia, ili neno linapomalizika, nendeni sasa mkajenge. Hatukuja hapa na pesa, tulikuja kwa neno la Bwana. Ujenzi unaouona tumejenga kwa neno la Bwana. Hatukuwa na hela popote, hatukuwa na ufadhili wowote, hatukuwa na mzungu atakayekuja kufanya. Neno la Bwana baada ya kulitia moyoni na kulifanyia kazi likatufikisha hapa. Mpendwa, kila kitu kinafanyika kwa neno. Mungu anapotaka kufanikisha atakupa neno. Ni neno moja tu litakuvusha, na ni neno moja tu ukilipuuza litakuangushia mbali. Nani amenielewa? Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa hiyo litie hilo neno moyoni. Mungu anaweka pia wazo. Nimesema unasikia, nawaza kufanya hiki, nawaza kufanya hiki, nawaza. Sasa unawaza, unamwambia nani? Unamwambia nani? Wewe, Mungu amekupea wazo wewe. Mungu amekushirikisha wazo la biashara, la mradi. Ni wewe amekushirikisha, unaenda kumwambia nani? Na mimi nakwambia kafanya utafiti. Watu wengi sana ambao wanapenda kuelekeza watu wanafanya biashara, yaani, bwana, mimi nawaza nifungue duka, nifungue ofisi, nifanye hivi. Hawatakaaga kwa sababu wanauzaga maono yao. Hebu nikwambie kitu sio kijua. Nikisema naenda kufungua mradi wa kuku na nikaeleza vile ambavyo mradi wa kuku ulikuwa na faida, mtu akatoka pale akaenda kufungua kabla yangu, ile biashara yangu, ile nyota yangu, ule baraka wangu ameutumia kufungua, kwa sababu mimi nimempa wazo alikuwa hana. Wewe ni Esau wakati mwingine aliyeuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Kuna watu wamefundishwa kufundisha watu biashara, ila lazima kuna ya kwao, hawezi kufundisha ya kwake. Hello. Kwa mipango yako nyamaza nayo, ambayo Mungu amekuruhusu kusema iseme. Kama ni yako baki nayo, hayo ni ya kwako na watoto wako. Kumbukumbu la Torati 29:29. Kumbukumbu la Torati 29:29. Mambo ya siri ni ya Bwana. Ni ya Bwana Mungu wetu. Lakini yale yaliyofunuliwa ni ya kwetu sisi. Ni ya kwangu mimi na watoto wangu. Haleluya. Utahitaji sana kufanya toba kwa siri zako ulizosema.
na Mungu amenyamaza, hakupi mwongozo kwa sababu umesema na wengine wamechukua. Ndio maana mimi mtu asinichimbe eti una mpango gani kesho. Hata mnaosoma, si mimi nasomea udaktari. Eti unapata ngapi shuleni? Unasomea nini? Ili unilogi. Naambia kile Mungu amepanga. Hivi naeleweka? Haleluya. Kwa sababu adui huwa anapiga mwisho wako akiwa mwanzo. Kwa na wewe ulinde mwisho wako, maana Mungu anapokuonyesha mwisho wako, ulinde mwisho wako kabla hujafika, uwe salama. Ombea hatima yako, ombea mwisho wako, ombea hatima na mafanikio yako ya mbele. Haleluya. Sasa naomba leo niishie kwa kipengele hiki kwamba andika, mabaya mengi yaliyowatokea wapendwa yamesababishwa, mabaya mengi au madhara mengi yaliyowatokea wapendwa yamesababishwa na kutokutambua nyakati na majira ya kujiliwa kwao. Kwa hiyo kama na wewe utataka kujifunza ili kuchukua hatua, mabaya hayatakupata. Nimesema kuna ambayo lazima yatokee. Mfano, Mungu anaweza akakuonyesha kuna mtu kwenye familia anakufa. Angalia hiyo ndoto imekujaje. Ukiona ndoto ya huyo mtu aliyekufa, mmelia sana, ile mmeumia sana kwenye ndoto, mmelia, mmeumia, yani kile kifo kiliumiza watu. Hicho kifo sio cha halali, unaweza ukakizuia. Hello. Naongea mambo ya roho. Amen. Lakini endapo unaona kifo kilipotokea ilikuwa kawaida, yani ni kama tu sherehe fulani, yani wala akikuwasumbua moyoni, hasa ujue hicho kimekusudiwa. Kwa hiyo hata kama uombe atakufa. Haleluya. Haleluya. Sasa kinachopaswa jua kwa nini? Okay. Na mimi nimekataa pia kwamba hakuna kifo ambacho Mungu aliruhusu kwa mtu kufa na ajali. Hicho hata malaika na Mungu mwenyewe atanisapoti kwenye hoja. Bwana ametoa na Bwana ametoa. Sio kila kifo Bwana ametoa, wengine shetani ametoa. Hello. Kama tungefika siku tukaamsha, kuna makaburi hapa, pata nafasi sasa hivi tuamshe kila mtu, afu muulize, hebu niambie, unapokaribia kufa huwa unaona nini? Anakuambia, nilipokuwa nakaribia kufa, kuna wakati nilikuwa nikikaa hivi, naona kama mwili wangu uko hapa na huko kwenye jeneza na watu wananililia, yaani mimi nawaangalia kabisa, naona wananililia, nikajua tu ni ndoto. Na kuna siku nilikuwa nakaa naona eti jinsi ninavyokufa, watu wanakuja wananizunguka, wananiaga, nilikuwa naona. Alafu ikawaje? Nikaona tu ndoto kawaida, ikawaje? Nikajikuta tayari niko huko. Kwa mantiki hiyo kwamba alianza kuonyeshwa vitu ambavyo alianza kuvidhibiti. Vingine ni uzembe. Hello. Tusitafute shida, usiingie kwa shida ambayo pengine ungezuia. Bila unavyoona, mzee mmoja aliota
niacha sikumbuki cha kwake vizuri, lakini tutakumbuka cha mpendwa mmoja aliota mguu umevunjika, alafu amefungia miti kama vile kizamani walikuwa wanafunga kwa kuu, wanafunga hata sasa hivi wengi wanafunga pia kienyeji mtu akivunjika. Kwa hiyo akaona amefungwa hivyo. Sasa hakulitilia maana, mwishoni alikuja kupata ajali akavunjika, tena akavunjika mara 3 mpaka leo anachua. Alionyeshwa kama tunataka tuzeeke tukiwa salama, wewe mzee ukiwa salama, zingatia kusoma nyakati na majira. Okay. Kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 41. Na karibia mwishoni kushughulikia maeneo fulani leo ili kesho tuendelee. Luka 19:41 hadi 46. Sikose kesho wahi. Alipofika karibu aliuona mji. Akaulilia. Laiti ungalijua hata leo katika siku hii ya kupasayo amani. Lakini sasa yamefichwa machoni pako uoni. Kuna siku zinakuja adui zako watakujengea boma. Zitakuzunguka. Watakuzingira na kukuhusuru pande zote. Watakuzunguka na kukuhusuru pande zote. Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako. Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako. Wasikuachilie jiwe juu ya jiwe. Wasikuachilie jiwe juu ya jiwe. Kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Kosa tu ni hili kwamba hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Akaingia hekaluni. Akaanza kuwatoa wale waliokuwa wakifanya. Ishi hapo. Angalia. Adui atakuja, atakuhusuru. Hebu ngoja tuseme tu. Adui atakuja, atakupiga kwa ajali mfano. Haitatokea kwamba umetoa mfano. Leo tunafuta mambo. Adui atakuja, atakuletea magonjwa fulani. Adui atakuja labda ataharibu biashara yako. Anasema asikuachie jiwe juu ya jiwe. Yaani atakuharibu, atakumwaga. Kwa nini? Kwa sababu hukutambua majira. Unaona familia inakufa, inasambaratika, kesho huyu kafa hivi, kafa hivi, kafa. Kumbe hawakutambua majira. Hello. Yesu asifiwe. Kwa lazima usome nyakati zako. Hata napotoka asubuhi nijue nina shida. Kwa maana jifunze kama mtu uliyeokoka, ukiamka asubuhi omba. Hello. Wala wanaweza kuamka usiku kuomba. Ni sahihi sana kwa sababu inakupa direction ya siku inaendaje. Yaani unalala fofofo, tena jana lala saa 12 jioni. Unakuja kuamka saa 1 sisi na dakika. Unakimbia tu, unafunga viatu na kazini. Hujajua hata siku yako ikoje. Ukipata shosi mashetani ashindwe, roho ya manipisa hiyo ushapigwa. Omba. Usiku kabla ya kulala omba. Unapoamka asubuhi omba. Alfajiri jizoeshe tu kila asubuhi lazima ulitaje jina la Bwana. Utakuwa na siku njema sana. Utakuwa na mwongozo wa kimungu mzuri kwenye maisha yako. Adui anaweza kukuangusha chini kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa. Amen. Umeona kwamba atakuangusha wewe na watoto wako. Angalia Isaya 42:18. Afu uone Mungu anaongea nini na kanisa lake. Afu kimaliza tutaomba hapa sasa. Muda wangu sio rafiki, kesho tuendelee.
Isaya 42:18. Sikilizeni enyi viziwi. Tazameni enyi vipofu. Mpate kuona. Endelea. Ni nani aliye kipofu ila mtumishi wangu? Ni nani aliye kipofu ila mtumishi wangu? Au aliye kiziwi kama mjumbe wangu nimtumaye? Au aliye kiziwi kama mjumbe wangu nimtumaye? Anaongea na mimi na wewe. Ni nani aliye kipofu kama yeye aliye na amani? Ni nani aliye kipofu kama yeye aliye na amani? Na kipofu kama mtumishi wa Bwana. Unaona mambo mengi lakini huyatii moyoni. Mungu sio kwamba hakuonyeshi. Kabla hayajatokea Mungu amekuonyesha, lakini hukuyatia moyoni. Masikio yake ya wazi lakini hasikii. Usikii. Bwana anapendezwa kwa ajili ya haki yake. Hebu angalia mstari ule wa 24 unasemaje? Ni nani aliyemtoa Yakobo awe mateka? Ni nani aliyemtoa Yakobo kuwa mateka? Aliyemtia Israeli katika mikono ya wanyang'anyi. Aliyemtia Israeli katika mikono ya wanyang'anyi. Si yeye Bwana? Ni yeye Bwana. Yeye tuliyemkosa ambaye hawakutaka kwenda katika njia zake. Sasa angalia, huyu kipofu huyu ambaye hawezi kusikia sauti ya Mungu, hawezi kufuatilia kitu Mungu anasema, hazingatii, ameingia kwenye hatari. Lakini watu wa 22 lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Watu hawa wameibiwa na kutekwa. Watu wamenaswa katika mashimo. Wamenaswa katika mashimo. Wamefichwa katika magereza. Wamefichwa kwenye magereza. Wamekuwa mawindo. Wamekuwa mawindo. Wala hapana aokoaye. Wala hapana aokoaye. Wamekuwa mateka wala hapana asemayeisha. Okay, sikia. Angalia mambo mengi mazuri yaliyotokea. Asilimia nyingi ni hayo iliyoonyeshwa. Kweli uongo? Kuna mambo uliyaona na ndio yametokea. Na kama ni mabaya, yalitokea yale mabaya uliyoyaona. Na kama ni mazuri, yametokea yale mazuri uliyoyaona. Swali ni kwamba ni mangapi mabaya uliyaruhusu yatokee? Na yameleta madhara gani? Kwa sababu maji bora kuziba ufa kuliko kujenga ukuta. Hello. Yesu asifiwe. Kama tutaruhusu haya mambo mabaya yakatokea, tunaona, alafu tunaruhusu yakatokea, kwa mfano wewe ni lango la familia, ni nguzo ya familia, unaona mambo ya familia, unaona mambo alafu ya familia, unasikia mara fulani kafa, fulani kafanya kitu, alafu unakuja kwenye msiba unasema kwa kweli niliona kitu, nilionyeshwa kabisa, uliota, kuna adabu, yaani wewe wakuchapa, uliota ukafanyaje? Kwa nini ukuja kwenye familia sasa? Jamani, kuna kitu nakiona, moja mbili tatu, hebu familia tuombe. Hata wakikupuuza basi siku moja waseme kweli alisema. Lakini wewe hatua Mungu aliyekuambia na sababu. Hello. Yesu asifiwe. Wakati wamenielewa leo. Amenielewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tutaingia kwenye maombi maalum kwa siku ya leo, na maombi haya ni ya kuingia kwenye toba. Kumbuka maombi yetu ni leo, tunamaliza Jumapili. Maombi haya tunaingia kwenye toba. Kuna mambo ambayo yametutokea mabaya kwa sababu Mungu alituonyesha ila hatukuzingatia. Hatukuyachukulia hatua. Kuna mambo mazuri Mungu ametuonyesha yameshindwa kutimia kwetu. Kuona kuna wakati Mungu alitusemesha mambo mengi ya mafanikio, alafu baadaye Mungu amenyamaza. Nafikiri kwa nini alinyamaza?
Ameona huyu mtu hata nikimwambia nini hatii moyoni. Siku hizi tu unajifanyia kwa kujibunia, si niuze nyanya, si niuze dagaa wa Kigoma, si niuze hivi. Unajibunia. Lakini ukweli ni kwamba Mungu alikuwa anakuonyesha nyakati fulani, huku omba, huku toa sadaka, huku zingatia, Mungu ameacha kusema. Mimi ukiniambia huduma hii sio rahisi sana niendeshe bila kusikia sauti ya Mungu, siwezi, bora nikaribu. Hii sio kusoma tu na kuanza kuhubiri, kuna kupata maelekezo. Nilikuwa na somo hili la utoaji, nimekuwa naendelea nalo. Nimekuwa naongea na Mungu kirefu sana leo. Nini kinaendelea? Mungu ananiambia, utakachopaswa kusema ni hivi, hii neno litaenda hivi. Yesu asifiwe. Ni kazi kweli kweli kusikia nini Mungu anataka, wakati gani anataka. Kuna vitu havitokei kwako kwa sababu umesababisha, lakini kuna vitu bado vinatokea kwa sababu ulivisababisha wewe. Uliona lakini ukutia moyoni. Niliwahi kuambia siku moja ningenikuta sipo. Yaani kuna watu wangekuja kanisa hili waambiwe alikuwepogi muasisi wa kanisa hili, alikuwa anaitwa Shirima. Alikuwa. Ingekuwa ni historia kwamba alikuwaga anaitwa. Msiba umetokea nyumbani. Angalia huu uzito. Msiba umetokea nyumbani kwa baba mkubwa. Yaani kutoka baba mkubwa huyo ndo anafuata baba yangu. Kaka ambaye ni mtoto wa baba mkubwa, tena tumepakana kwetu. Wala walifika kwetu yuko upande huu, sisi tuko upande huu. Alafu amepata ajali kule Kahama. Na kwa bahati pia nilimwambia juu ya mambo yatakayompata. Niliongea naye siku 3 kabla. Na nikawa nimemshauri kuokoka. Na kilichompata ndio hivyo tena. Sasa wananiambia wewe uliye karibu uende nyumbani uwahi. Mimi ndani nikazuiliwa. Nimeshirikisha wapendwa kwamba jamani na msiba, lakini kuhusu kwenda. Kaniambia askofu, simsema ile msiba ni wa familia. Nikamwambia ndio. Sasa uendi tena. Kaambia mtaenda tulie jipangeni, nitawaambia. Mpaka ndugu yangu mmoja akanipigia anambia, sasa wewe uko hapo? Nikamwambia mimi ni baba wa familia. Lazima nikitaka kutoka niache mazingira vizuri. Nijibu tu, lakini lengo ni kwamba nataka nipate uhuru wa kwenda. Haleluya. Amen. Ni ndugu wa karibu. Kuna uzito hapo. Akaniambia wewe yaani unamwajali wa kumtumikia Mungu nini? Ndio kutokujali mambo ya familia, isui na nini? Akanipa na maandiko. Sikuona shida. Kaambia wewe subiri. Mimi lazima nipange watu huko kanisani. Sasa kuja. Kaenda siku ya kwanza. Subiri siku ya pili. Sisikii kwenda. Sasa Mungu kuna nini? Siku ya 3 nikaona ukuta, upande mmoja wa ukuta wa fence ya kwangu haukuvunjika, uling'ooka kutoka chini. Nikasikia kishindo saa 1 asubuhi. Niliposikia sema kutomeuka. Kabla sijatoka kuona ukuta, Mungu akaniambia, jinsi huo ukuta ulivyoanguka ndivyo wewe ulivyopaswa kufa. Lakini hutakufa tena. Nikaambia watu sasa, okay, nimeshasikia hivi, kesho tutapanga basi tutaenda kwa siku moja kabla tutaondoka. Kwa hiyo ilikuwa sasa kesho yake niwaambie jamani tutajiandaa, Ijumaa yake tutaenda kuzika. Ile siku ya kulala kuamkia Alhamisi, ambapo kesho Ijumaa tutaenda kuzika, nikaona nimeenda sasa kule kijijini katika roho. Na nilipokuwa naenda wanapita tuchia kwetu kabla ya kwenda huko. Sasa wakati napita sikunyokea kwetu, nikaenda kama naenda kwenye msiba ule. Nikakutana na chatu.
Sasa yule chatu akatoka huko spidi, watu ni wengi wanaingia msibani, lakini akawa ananikimbilia mimi. Sasa alipokuwa ananikimbilia amekuja karibu, nilichoshangaa nilipata upanga, sikujua umetoka wapi, na nikamkata yule chatu. Nilipomkata nikakata kipande cha kwanza, nikakata cha pili, nikainua, nikasema jamani, hii si samaki kabisa hii. Mtu akiuza hii inapikwa tu samaki. Naongea kwa Mungu wala. Baada ya hapo ndio nikaona safari iko huko. Na nilipoenda kuna ndugu aliyekuwa anasema uko wapi? Kumbe alishapanga huko kwamba leo atanikoma, leo atajua sina nini. Hisi. Nafika pale, nimepaki gari, Mungu akaniambia unapoingiza gari kwanza tukaingia msibani, tukazika kabisa, tukamaliza. Wakati nakuja nimewasindikiza wale walio, kuna magari ya kusindikiza, nikawaelekeza, nikaenda nao, kaambia piteni hivi, endeleeni. Mimi nilikuwa nilale kwenye msiba. Wakati narudi, Mungu akaniambia unapoingia ndani, usiingie gari kwa kuingiza kwa mbele. Rudi kwa reverse, maana utatoka muda sio mwingi. Sasa swali ni kwamba mbona leo sitoki tena, simeshaga na watu, sitakuja Arusha na wameniacha? Nikitaka kuingiza kwa mbele ndio rudisha reverse. Najua nisikia mtu ametoka huku nyuma. Elia na Eliza wako kwenye gari. Mama yuko upande wa pili, mji wa pili. Nasema leo utajua mapepo yangu. Leo si nini? Kaona. Nasikia wewe ndani toka. Shika la fujo. Sasa gari yangu ikiwa on motion inakuwa imejilonga. Mfungo mlango akapanda juu kwenye bonnet, asema na mimi nitakufa kama huyo alivyopata. Kwani nini? Endesha utajua. Nikamwangalia. Afu nikaona mwangalia, wewe mbona unaniangalia nini? Afu ni bwana mdogo kabisa na mmudu eti. Lakini ndani nikakumbushwa kwamba unakumbuka ulimuua ile nyoka. Kwa hiyo usifanye chochote, maana nyoka ulishamuua. Wakaja wakatoka msibani kule, wakaja mama akatuma niwaambia nendeni, wakaja wakasema wewe ondoka, wakamkamata. Anataka kupata ilamu pepo, mara anataka kupiga vioo vya gari. Ilishindikana kwa sababu tayari nishamkata nyoka kichwa. Wakamchukua wakamrudisha huko, wakaniambia wewe nenda zako Arusha. Wapendwa walioniacha wasubiri, wanashangaa nimeamkia nyumbani. Kama ningeenda wakati ambao Mungu hajaruhusu, pengine ile ni mti alokuja nalo ili anipige nalo nilipana kuliko mkono wangu. Alipiga mira mpaka ikageuka, yani ile angenipiga kichwa nisingekuwepo. Usiende kwa sababu ya miemko. Sisi ni watu wa Mungu, wanaoongozwa na Roho, au ndio wana wa nani? Wana wa Mungu. Haleluya. Amen. Nimepona. Na ziko safari nyingi sana napanga, Mungu ananiambia leo usiende au pita hivi. Kuna wakati napewa njia, pita hivi usiende hivi. Na natii. Mimi naweza nikatoka hapa, nikapita hivi ukajua nimeenda hivi. Baadaye ukaniona nimerudia huko. Kwa hiyo huwezi kunipata kwa sababu natembea kwa ishara za rohoni. Amen. Haleluya. Amen. Kuna wakati unaweza kaambiwa sasa hivi kuna watu wanakuja hapa, kwa hiyo ondoka. Afu nikitoka unashangaa wamekuja wamenikosa. Tembea na ishara za roho, na usipuuze vitu Mungu anasema. Sema amen. Amen. Naomba usimame.